Sofia. Sofia. Nakusikia. Naona umekaa muda mrefu afu ongee chochote. Nimeacha mpaka kazi nikusikiliza. Kumbe unapenda mimi niongea? Nisikilize. Nadhani unakumbuka jana nilikwambia nini? Ya, nakumbuka. Nafahamu kwamba uliniambia kuna kitu utaniambia. Nasubiria hicho kitu uniambie, na ndio maana nimekaa muda mrefu nimekupa masikio yangu. Lakini nashangaa uniambie chochote na kuita kitiki. Kwani Sofia una matatizo gani? Nataka nifahamu na mimi pia. Hivi ni mimi au wewe ndo mwenye matatizo? Mimi. Nisikilize Vanda. Yaani nataka nikuambie tu kitu kimoja. Huo uongo wako ujue una mwisho. Na siku zote hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Unajua ni bora kama mtu mwambie tu kwamba kuna tatizo moja, mbili, tatu ili aweze kufahamu. Lakini sikumbuki kama kuna siku hata moja nishakwambia mimi ni nabii au mganga wa kienyeji. Naweza nikahisi tu kitu ambacho kinaendelea. Kama uniambii sasa, kwa nini unipotezea muda? Si uniambie hicho kitu, nifahamu kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Mimi pia ni binadamu. Nakaa roho juu kila siku kujua kwamba kuna kitu cha hatari kitaendelea. Mwisho siku naanza kukuogopa sasa, kwa sababu unaishi na dukuduku ambalo husemi. Sema, weka wazi. Reveal it out, okay? Kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Okay. Na karatasi hapa. Na hiyo ni nini? Risiti. Hii risiti Vanda inaonyesha dhahiri kuwa siku hizi umekuwa mbogo. Umekuwa ni mtu wa kunificha mambo yako. Hivi umeniaga hapa nyumbani vizuri kuwa unaondoka Morogoro kikazi, lakini kumbe inaonekana hapa umeenda kupanga hoteli huko. Hivi unaweza kuniambia ulikuwepo una vinjari na nani kwenye hiyo hoteli? So sasa hivi unaanza kunichunguza, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi umefikia hatua umekuwa ni CIA, usalama wa taifa, kwamba unaweza ukanichunguza, kwamba ndivyo ulivyofunzwa kwenu kwamba unanichunguza. Na kwa nini unichunguza wakati mimi sijawahi kuchunguza hata siku moja? Why wewe unichunguza mimi? Swali zuri, ila nataka tu nikukumbushe. Sina muda wa kukuchunguza wewe. Na muda wa kuichunguza ndoa yangu. Basi, si vinginevyo. Sophie, sikiliza. Yawezekana pia upole wangu na ukimya wangu ikawa sababu ya kujiona kama vile umekuwa sterling kwenye hii nyumba. Wanawake wengi mmekuwa kwamba mnavunja maandiko ya Biblia, sasa mnataka kutawala nyumba na kuwa viongozi. Nafikiri ni hilo bunge au sheria zenu za kipumbavu zilizoambia kwamba nyinyi ni 50-50, si ndio? Kwamba unaamua sasa kumwekea mtu mkwara, kumwekea mtu dilema, asifahamu kuna nini, mtu ake kwa taharuki. Yaani mpaka sasa kulala unashindwa kulala, masini ya Mungu unaogopa labda mwanamke amekuvizia, labda kumwagea maji ya moto, mafuta ya moto, au labda kuna bisu amelificha hata kukuchomea bisu lake la tumbo, au sijui kuna kitu gani. Sasa si bora useme wazi kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, mume wangu. Hivi na hivi tu solve. Lakini every day wewe umekuwa mtu sasa wakunipa drama, mafumbo, vitisho. Kuna issue gani? Wapi nimelala?
Na hata kama nimelala, maybe labda nimeenda kulala kwa sababu mimi ni mwanaume, nahitaji sehemu tulivu pia niweze kufocus mambo yangu ya msingi. Kuna muda si wanaume hatupendi kukaa sehemu yenye kelele, sehemu yenye watu, yenye zogo, hatupendi. Na hata hivyo, huna mamlaka kunichunguza Sophie. Hebu tuwekane mipaka bwana. Yes. Nikukumbushe mimi ni mkeo. Mimi ni mke wako, ninapaswa kujua kila kitu kinachokuhusu wewe. Halafu zamani ukuwa hivi, hatakuwa tunaishi hivi. Umepatwa na nini wewe? Halafu kingine, mimi siwezi kuona ndoa yangu inazama nishindwe kuiokoa. Inazama wapi Sophie? Wewe ndo unazamisha hii ndoa. Hakuna mwingine ambaye anataka kuzamisha hii ndoa zaidi yako. Kwa sababu end of the day hii migogoro kila siku mitafaruku ndio inazamisha hii ndoa. Tuwe na busara na amani. Tupendane humu ndani. Amani imetoweka. Kelele kila siku, vitisho kila siku, mafumo kila siku. Haya, usalama wa taifa umezaliwa humu ndani. Unategemea kama mimi ni mwizi na usalama wa taifa, kuna kitu gani ambacho kinaendelea kwenye hii nyumba? Zaidi ya kukimbiana, kufichana, si ndio hivyo? Sasa nani anavunja hii ndoa? Mimi sina kosa lolote, na nikijichunguza na tafakari. Niko hata mimi nikiwa peke yangu tu. Kama nina kosa gani kubwa nilolifanya? Huna evidence, huna chochote, unahisi tu. Yaani ni mtu wa kuhisi tu. Wewe ni mwanamke wa hisia. Ama ni mwanamke wa aina gani? Enough Sophie. Inatosha. Badilika mke wangu. Badilika, kuwa mke bora. Kuwa mama bora wa familia. Kwa nini umekuwa mtu wa kutengeneza mitafaruku tu? Nilikwambia kuwa wakala wa amani. Kwa nini upendi amani? No bwana. This is too much. Kwa hiyo amani inapatikana hapa? Na kuuliza, amani inaweza ikapatikana hapa? Nisikilize Vanda. Tena nisikilize kwa makini. Ipo siku utanikumbuka. Na ipo siku haya maneno yangu utatamani nikwambie, lakini hutosikia tena sauti yangu. Dia, nimeamua kukupigia, namba nilifuta la shoga kanipatia. Sio siri shoga anayajua. Zero distance kitandani. Jilani. We Jilani. Jilani. Vipi? Mbona upo kwenye hali hiyo? Amna Jilani, kawaida. Hatuja kuzoea hivyo lakini. Ni kweli, ila kawaida tu, niko sawa Jilani, sijali. Sikiliza. Mficha malazi kifo muumbua. Yaani kama kuna lolote unalopitia, mimi ni jirani yako, alafu sio tu jirani, ni kama ndugu, tena ndugu wa karibu. Kama kuna lolote linakusibu, ni bora uliweke wazi tukusaidie. Amna Jilani, mimi niko sawa kwa kweli. Labda tu mwenyewe unavyoniona unaniangalia kwa mashaka, lakini mimi hamna tatizo lolote Jilani. Yaya, umeachana na mkeo? Mke wangu? Hapana, mimi bado sijaachana naye. Sasa kama hujaachana naye mbona uko hivyo? Au kuna namna ambayo inaendelea kwenye familia yako? Labda mgogoro kidogo, mmepishana kauli na mkeo? Kwa hilo siwezi nikasema kweli. Mimi na mke wangu tuko sawa kabisa. Muona bwana Jilani, mimi na mke wangu kifupi maisha yetu hamna mgogoro wowote yani.
Sawa bwana, sisi tuko sawa na enjoy na maisha yetu. Sawa jirani, ila unajua kujificha ficha sio vizuri. Ni bora kama kuna jaribu lolote unalolipitia, ni bora utuambie. Au kama uwezi kuniambia mimi, mfuate hata mwanaume mwenzako muelekeze, lakini sio kama hivyo. Mtakuja kufa na tai shingoni. Kingine sijakuzoea kwenye hali hii. Hapa mtaa mzima tunajua mapenzi yenu na mkeo yakoje. Au ndo ndoa ilikuwepo changa ndo maana mkatuonesha vile? Hapana jirani. Wewe kwani umetuona mimi na mke wangu na tofauti? Hapana, sijasema hivyo, lakini tulizoea bombani mpo pamoja, dukani mpo pamoja, kila sehemu mnaongozana, tafikiri siafu. Leo hii uko peke yako, alafu sio peke yako tu, upo kwenye dimbwi kubwa la mawazo. Shemeji, ni bora ukaongea ukweli, manake ukweli umweka mtu huru kuliko kuficha ficha hivyo. Haya, shauri yako, endelea kujificha hivyo. Mimi kutoe tu hofu shemeji. Hamna shida yoyote ile. Sawa shemeji yangu, kama hamna shida. Haya. Watch. Yaani aonyeshi kabisa kama ana shida. Yaani lazima kwenye ndoa yake kuna tatizo. Siongee tu kweli. Haki. Huyu bwana naye nishamwambia asipige, lakini mbishi kama nini mwanamke, haeleweki jamani. Atajua mwenye mila sipokee. Na maneno yangu kichwani saizi ananipigia pigia nini? Mwanaume ataka nini lakini? Halo. Mambo. Wala lakini nishakwambia usinipigie wewe. Sasa kwa nini sikupigie? Nilikwambia usinipigie jamani. Kwa hiyo umeamua tu mimi sikupigie tena, si ndio tafsiri yake au? Mimi naogopa. Unaogopa nini sasa? Si useme unaogopa nini? Kuna shida gani? Naogopa maana mimi mke wako naona kama vile kashaanza kunistukia. Sijui anajua kama mimi na wewe tuna mahusiano. Kwa hiyo wewe unahisi? Una uhakika? Mimi nahisi hivyo. Na ndio maana naogopa kupokea simu yako. Hebu sikiliza Mwasiti, unahisije kitu ambacho una uhakika nacho ise? Hebu chunguza kwanza, acha kuogopa bwana. Acha kuogopa. Mimi nimekumisi. Nisiogope kwani lazima niogope mwenzangu. Punguza uoga bwana. Mimi simeshakuahidi. Hapana. Yaani tuseme nikwambie tu, sitaki unipigie sasa hivi. Yaani kila mtu awe na mambo yake. Yaani sitaki unipigie, si umenielewa? Yaani mimi na wewe masomo yetu yaishie hapa kuanzia leo. Yaani leo hapa tunaongea. Sitaki kunifuatilia, kila mtu ana maisha yake. Mimi maana mwenyewe na mwanaume, si umenielewa? Kwa hiyo mwanaume wangu mwisho wa siku aje anifume naongea na wewe, yakawa mambo mengine. Sitaki. Baki na mke wako na mimi nibaki na mume wangu. Sikiliza Mwasiti, mimi nataka nikupigie tuzungumze. Na shida kuongea na wewe kwa sababu nimekumisi sana. Sasa kwa nini unanifanyia hivyo? Jamani, sitaki, kwa lazima wewe baba, mbona unaingania hivyo? Kwani mkeo si unaye? Poa, haina noma basi. Ile 800 nataka nikupe, acha ni cancel, haina noma. Nini? Au sio? Acha ni cancel tu kwa sababu nimekuita na unakataa. Mimi hicho kitu hapana. Sijakwambia kwamba ile 800 uistopishe. Mimi sijaongea hivyo. Nilipo vile vile. Sasa wewe umesema nisikupigie simu tuachane, nibaki na mke wangu, baki na mume wako. Sasa nikupaje hela?
Lakini mimi sijastopisha hiyo hela mimi, lakini sijazungumzia kuhusu hela hiyo. Sasa mimi nampaje hela mtu ambaye sina mahusiano naye? Ndio maana nakwambia njoo tuzungumze ili nikupe hiyo hela. Shida iko wapi? Njoo. Basi sawa. Ngoja tutakutana tuyajenge vizuri, tuongee vizuri. Maana hapo kwenye simu hatutaelewana. Hapo ndo umesema sasa. Sawa. Haina noma. Kuogopa naogopa. Lakini umaskini huu utatutoa roho. Sako njoo hapa. Ni mkubwa umeshaanza sasa, tunaanza kusomeana risala sasa hizi yani ni mkubwa. Sako. Njoo na maongezi na wewe. Muda wote kusomeana kesi nikaa tupo mahakamani yani. Yusufu umenishtua. Mbona kila wakati ukiniona mimi unapenda kustuka tu? Wewe uone ulivyokuja kama mzimu hapa. Oh. Siku hizi nimekuwa kama mzimu kwako na kuogopesha. Haya, tuachane na hayo Mwasiti. Nimekuja hapa nataka ufafanuzi wa swali langu. Au naomba msaada majibu yako tu Mwasiti. Hivi Mwasiti, ukigundua jirani yako anasaliti au anasalitiwa, hivi unaweza kumwambia kweli? Kusaliti? Hauna majibu Nisikilize nikwambie. Mimi ni mama yako. Mwanaume nitakayempenda mimi ndio baba yako. Hebu niambie, tukio gani uliomfanyia baba yako hapo nje leo? Bwana maisha yako ni mkubwa. Sasa tukio gani umefanyia hapo nje mwenyewe unaona kilichotokea? Kwanza mimi sitaki kumuona ni mara hii. Utaki kumuona kwa anaishi kwa ajili yako? Yule ni baba yako. Lazima umheshimu kama unamheshimu baba yako. Hao maisha utakofanyia usijewe muuni. Umeelewa? Hivi akiondoka yule mimi nitaishi maisha gani hapa? Kwani kabla yule mpaka alipokuja hapa kabla yule uko naishi maisha gani hapa bibi? Nilikuwa naishi na baba yako. Baba yako tangu aondoke South huu mwaka wa 8. Hakuna simu, hakuna message, hajui chochote. Nyumba bila baba, ushawahi kusikia nyumba inakuwa nyumba? Nimemtafuta yule ili anisaidie kimawazo, kiakili, nipate na mtu wa kuniliwaza. Leo nataka ufanye hivyo. Unajua kwamba ni mtoto wa kiume? Tutakapoishi mimi na wewe hapa, watu watatuchukuliaje mtu na mamake? Nisikilize. Niachie, yule ni wa kwangu. Ishi maisha mimi na wewe, mimi mama, wewe mtoto, na yule ndio baba yako. Umenielewa? Kwa hiyo mimi nina rafiki ambaye hawezi kutatua shida zangu wala hawezi kunisaidia hata kimawazo. Mwasiti, unashindwa hilo swali kunijibu mimi?
Yaani da Sophie bwana. Yaani hapo mimi sina hata majibu. Nilitumai hivyo kuwa hauna cha kunijibu, ambalo swali ni dogo sana lakini linakupa kigugumizi. Kwa hiyo umeshindwa kabisa kunifafanulia. Yaani da Sophie. Yaani ila kama una ushahidi unaweza tu ukamwambia. Ushahidi ninao. Ushahidi unao kumbe? Basi unaweza ukamwambia tu. Ndiyo, ushahidi ninao. Lakini bado mhusika sijamgundua vizuri. Ila hivi karibuni na kuahidi mhusika nitakuwa nimemkamata. Hapo ushahidi wangu ndo utakapokuwa umekamilika. Hivyo tu Mwasiti. Nikutakie udobi mwema. Mimi siwezi nikanafaza kama yule bi mkubwa. Kingine ache nikuelekeze bi mkubwa. Unaona mjengo? Unaona? Mjengo kwanza, hata kama mimi mwenyewe mtu mzima, unaona? Katika nyumba ambayo naitengeneza mimi bi mkubwa, siwezi mimi mke wangu akaleta mwanamke mwingine kwenye yangu mimi. Hii nyumba ya dingi, wewe ndio bi mkubwa, unaona? Kwa wewe kama huyo nani huyo basha yako huyo. Wewe! Tulia hapo. Maneno kwa kiuni, basha yule basha yangu. Nimekuambia yule ni baba yako. Huwezi kumuita basha yule. Na hii nyumba tumejenga mimi na baba yako. Unajua tumefanya kazi gani mpaka tumejenga? Sasa umejenga wewe na faza. Sasa waje umchukue tena basha yako huko mlete hapa tena katika imaya ya mzee. Uone kama dharau bi mkubwa. Baba yako unajua anaishi na nani huko alipo? Na unajua mzima au kafa? Labda kafa. Mimi nitaenda kumsubiri mpaka lini? Yaani hata kama anaishi na mtu mwingine analeta maskani. Uone kama dharau, Kwa majirani inakuaje sasa? Uone kama dharau. Yaani wewe na bwana wako tumbo ukiposhi manyoya, mchukwani mkafanye mambo yenu huko. Hapa heshima itawale bi mkubwa. Unanivunjia heshima hata mimi bwana. Haiwezekaniki eti mtu anakuja hapa from nowhere anakalisha tumbo lake tu hapa. Mimi na mind bi mkubwa dharau. Wewe mchukue bwana wako nendeni mkakutane juu kwa juu huko. Sio hapa. Tena hapa mimi ndazidi kumfanyia litimbwili. Dakika za mwisho mtako akija kuleta dharau mimi nakuja kumpiga hata bibi wa mtumbo ninapotoa tu. Umekwisha mimi. Mbona kama namuhisi mtoto watu vibaya? Mbona yani aonyeshi kuwa yeye ndo anayetoka na mume wangu? Kuwa hisia zangu zinanidanganya kuwa Mwasiti anatoka na Mwaluvanda. Lakini mbona kama namsingizia mtoto wa watu? Mbona haelewi chochote? Sofa ushuhudiana. Nitafanyaje mimi jamani? Sina mwaka wangu wa kukumbuka huu. Mungu wangu. Subiri. Lazima nifanye uchunguzi wangu vizuri. Tena sitaki kukuepesha kwenye hili. Au Vanda anatoka na mtu mwingine sio Mwasiti. Tuliza Mwasiti, tulizana. Itabidi ujiamini. Yaani hivi ninavyotia hofu. Da Sophie tanigundua sasa hivi kinachoendelea mimi na mume wake. Itabidi nishushe hofu yote. Mungu nakuomba uniongoze vyema. Nimjue huyu mwizi wa mume wangu.
Hebu jiamini, jiamini. Mtoto wa kike lazima ujiamini. Jiamini Wasiti, jiamini. Unaogopa nini? Jiamini. Sasa huyo simu kaja kuweka kwa na maana gani yani? Kaficha au kahifadhi? Simu sina kaga hapa hii jamani kwenye godoro. Leo kuliko nimekuja kukaa huko kwenye mfuko. Tunakutana wapi? Kukutana wapi kivipi yani? Kulikoni? Mbona umeshika simu yangu hivyo? Nataka uniambie mnakutana wapi na nani? Nini? Niambie mnakutana wapi? Na huko unakwenda unakutana na nani? Kwa nini? Mbona hii namba mingeni? Sijui. Ipo kwenye simu ya nani? Yangu, lakini inawezekana pengine mtu kakosea namba. Mimi namba sijui, sifahamu kabisa. Sasa unavyoniambia tunakutana wapi na nani? Mimi sijui hilo. Masiti unaniletea michezo. Masiti unaniletea michezo. Yaani kwa ustaarabu tu. Sawa? Nataka uniambie wewe mtu unaenda kukutana naye wapi? Yaani unakutana naye wapi? Guesti, baa, loji au kwake? Sasa unavyoniambia hivyo, mimi nitaelewa vipi hapo? Mimi message nimeiona. Na namba hii ngeni sijui. Pengine kuna mtu kakosea namba, mimi najuaje? Siletee nyimbo. Hizo nyimbo. Hizo za kukosea namba hizo. Sawa? Hizo ni nyimbo. Sasa mimi usiniletee nyimbo kabisa. Mwasiti yani leo nakuzibua. Sawa, umesikia wewe? Leo unafanyaje? Leo nakuzibua. Wewe. Niambie wewe. Unaenda wewe. Mwasiti. Niachie bwana. Nataka uniambie mnakutania wapi? Sasa mimi najua. Sinaambia ujui wakati message imeingia kwenye simu yako. Mbona hajaingia kwenye simu yangu? Na kwa nini kwanza simu ifichie huko? Kwa nini? Simu sina kaga hapa kwenye godoro. Huko umefikaje huko? Ulikuwa unamaanisha nini kama sio kuificha? Ulikuwa unamaanisha nini kama sio kuificha? Yaani nimefikia hivi mpaka unakuja kunipiga, unanikunja. Unanikunja. Yaani kwa ajili ya message ambayo sijui mtu gani alotuma sijui. Unafikia mimi kunikunja kweli? Imefikia hapa. Si ndio? Umeataka. Nimeataka Sasa sikiliza. Kama huwezi kunihudumia, huwezi kunipa hela, huwezi jukumu lolote ule la kunihudumia mimi. Naomba usinifuatilie, sawa, umeelewa? Na siku nyingine ukirudi tena kunikunja, tutafikisha nambari. Masiti. Umeona ndani haitoshi, umekuja kunifuata huko nje ili uniue vizuri, si ndio? Haya niue. Ni watu wanaone ili wafaidike. Niue nakwambia niue. Hivi mwanaume, mangapi nimekuvumilia? Nimevumilia njaa, nimevumilia mambo yako yo.
Mke wangu, mimi nimekuja hapa nje sio sababu ya ugomvi tena. Sawa, nataka tuongee tu yaishi. Sawa, mimi najua nimekosea. Sasa sikiliza, mimi toka nizaliwe sijawahi kupigwa piga ovyo ovyo, si umeelewa? Umri wangu kushikwa shikwa na wanaume ambao wewe kunipiga piga sitaki, si umeelewa? Kwa mara nyingine ukirudia tena kunipiga kushika mwili wangu kunipiga piga, na kwamba tutafikishana mbali, nitaondoka hapa nyumbani, si umeelewa? Sitaki hayo mambo. Mimi nimekuelewa mke wangu, sawa bwana. Zile zilikuwa hasira tu, sawa bwana. Kwa sababu gani nakwambia zilikuwa hasira? Sijawahi kuona hata siku hiyo, hata siku moja mke wangu, simu yako kuificha. Nilivyoiona kwenye mfuko lazima tu taingiwa na mashaka. Kwa nini ufiche simu? Sasa mimi pale nilificha, niliweka. Mimi niliweka zangu nikatoka nje nikafanya mambo yangu. Sasa unavyosema unavyoingia ndani unapokuta message, hizo message, sasa message simu kuna watu wengine wanakosea. Umeona message uliza. Mimi nimekujibu. Sio, mimi sijui huyo mtu, bado unang'ania. Unanikuja unanikunja, unataka kunipiga. Hivi kwani wewe unajielewa kweli wewe? Sawa mke wangu, mimi nimeelewa kosa langu. Naomba unisamehe. Sitorudia tena na utoniona tena kuanzia sasa hivi na kuingia maungoni. Naomba unisamehe tu mimi mke wangu. Sitaki mambo ya kufuatiliana, si umeelewa? Na kuvumilia mengi. Kwanza mtu nyewe una hela. Alafu unakuja unapokea kwa mambo yangu ya simu. Unakuta message unauliza, "Oh, si hivi na hivi ya nani? Si nani huyu?" Sitaki hayo mambo, si umeelewa? Ukinichoka na mimi nakuchoka. Ukinihitaji na mimi nakuhitaji. Si umeelewa? Sitaki shida mimi. Maskini. Unaambiwaje, ukitaka kutoboa kwenye jambo lako usitumie nguvu. Acha nitumie tu akili. Yule si Mwasiti yule. Na kwa nini ananikimbia? Jamani. Au macho yangu jamani? Ngojea kwanza. Mama. Nikusha. Nasofika niona Mungu. Kwa nini akimbie Mwasiti? Anajikuta mjanja eh? Na kuna nini anachonificha hadi anikimbie? Nimekuwa mamba siku hizi. Kinachokufanya unikimbie ni nini? Na kuuliza kinachokufanya unikimbie ni nini? Sikukimbia na Sofa. Mwasiti, kuna kitu unanificha. Ni kitu gani kwa ambacho unanificha? Na kuuliza Mwasiti, ni kitu gani hicho ambacho unanificha? Hakuna ambacho ninachokificha la Sofi. Umesikia? Hujawahi kujua undani wangu. Naomba uniambie kabla sijachukua maamuzi. Mwasiti, kwa nini unanikimbia?
Kwa nini unanikimbia? Kwa hiyo usitaki kuniambia ninachokihisi ni kweli? Nasofu, unachokihisi sio kweli. Nahisi nini mimi? Mwasiti, unatembea na mume wangu na kuuliza? Nasofu, hapana, mimi siwezi kutembea na mume wako. Haki ya Mungu tena, siwezi nikatembea na mume wako mimi. Wewe, kama utembee na mume wangu, kwa nini unanikimbia? Kwa nini unanikimbia na kuuliza? Mimi Nasofu sikukimbia bana. Nisikilize. Naomba uniambie kila kitu ambacho mimi sikijui. Naomba uniambie A to Z. Kabla sijakuharibu huo sura yako hiyo. Sasa Nasofu, mimi nitakwambia nini wakati mimi sijatembea na mume wako? Basi. Nasofu, nakwambia basi. Naomba uniambie kabla sijakuvuruga hiyo sura yako hadi huyo mwanaume asikutamani. Naomba uniambie. Nasofu, nakwambia. Nakusikiliza Mwasiti. Nilikuja nyumbani kwako. Wakati nilipokuwa nakuja sikukuta, yani ukuta shemeji. Kwa hiyo nilikuwa na shida, nikajua pengine nitakukuta, kwa nimemkuta shemeji, nikaamua tu nimwambie yeye. Umwambie nini? Umwambie nini Mwasiti? Mungu wangu. Nimwambie kuwa nilikuwa na shida kiasi fulani cha hela, kwamba mume wangu anaumwa, kwa hiyo nataka nimpeleke hospitali. Mkaamua mfanye mapenzi? Okay. Hatujafanya. Haki ya Mungu tena, haki ya Mungu Nasofu, hatujafanya. Haki ya Mungu tena. Sasa kwa nini hutaki kumalizia Mwasiti? Mkafanyaje? Nimwambia tu akaniazima hiyo hela, basi akanipatia, nimeondoka zangu. Sijapata chochote. Haki ya Mungu tena Nasofu. Unachofikiria sio? Mwasiti. Unaniangalia vizuri Mwasiti? Umeiona hii sura Nakwambia hivi Mwasiti. Mimi sio kama yule unavyonichukulia. Mimi ni mtu mbaya kinyama. Yaani mimi ni mtu ambaye sifai katika jamii. Nisikilize, unavyotaka na mimi nataka hivyo hivyo. Sasa kilicho kufanya umekuja nyumbani kwangu wakati mimi sipo ni nini? Wakati nilishakwambia kwangu kama sipo lazima upige simu. Bahati mbaya Nasofu, mimi nilikuwa sina salio, ndio maana nikasema bwana nije nitakukuta tu, lakini ndio hivyo sikukukuta. Akaniambia kwamba umeenda saluni, umeshafungua saluni sasa hivi. Nisamehe Nasofu, nisamehe, ni umaskini wangu tu Nasofu. Sasa nisikilize. Naenda kwa huyo boya kwa nyumbani. Mwasiti. Nikimbana akiniambia tofauti na ulivyoniambia wewe. Wewe mtoto wewe. Utanijua mimi ni nani. Ubabe ndugu yangu. Tawala. Da, kama unavyojua ndugu yangu, hapa na wapi? Da, mwanangu mimi nimetoka studio hivi naingia mtaani. Au sio mwana? Hivi maana yetu maisha ya kibinadamu ile nazi moja hapa wakati nyola hapa na kutaga sana mwanangu. Naona leo one time moja nisha kufumaga naye mwana yetu natoka naye beach ndani, si unajua? Masiti wewe. Masiti. Yule mampenzi ndugu yangu. Yule mke wangu mwanangu. Vipi kwanza wewe unauliza hivi? Da. Maana maisha ya kibinadamu mwanangu, unajua? Wewe mtoto wewe mtoto kiume mwenzangu. Unaona? Alafu nyewe ukipitia kuni hali fulani mimi najisikia vibaya kutokana na mwanaume mwenzangu. Unajua? Wanasema tule. Usiseme sijaona watu. Na hamna kitu kibaya mwanangu maisha ya kibinadamu kama kumegea.
katika pita zangu midangu ile namna gani vipi na sakatoki midnight mwanangu. Mambwani mwanangu nimefumania miolo mwanangu na beach boy from nowhere simuelewi. Sema nini nikamwa kutula tu. Ndio hivyo mimi ninapokuelekeza mwanangu. Macho. Yanga nikuelekeze mwanangu. Hicho unachonielekeza hapa chenyewe au unanipanga tu? Mwanangu mimi nachamba ombea askari wangu kumsikia nilisela nachamba ombea tangu lini askari wangu. Sio unanielekeza mwanangu usikute umemfananisha sio yeye afu unakuja kuniletea taarifa hizo maana mimi sikujui ujue. Sela, mimi nakuelekeza wenyewe maisha ya kibinadamu. Unajua, mimi si chambi umbea kama maisha mashauzi kidole juu. Yaani mimi nikukuelekeza kitu manake natural. Unajua maisha ya kweli. Yaani kwanza ni tafakari kwanza ni Sela. Anaingia kuchomwa kitu mwanangu yeye anavaa miwani. Mimi sivai miwani ninapoenda kuingia beach boys. Unajua? Mimi nakuelekeza maisha natural. Take askari wangu. Usiseme sijaona watu. Saizi kila mwanamke mtu wa mtu. Macho kodo macho dabu azadi kuepuka askari wangu maisha ya kweli. Mimi nakuelewa mwanangu. Au si? Mimi nimekuelewa. Take mwanangu. Akili kichwani kwako askari wangu ujue. Baridi mwanangu mimi nitalifanyia kazi, hamna shida. Mimi nitalifanyia kazi. Au si? Ila tu ambayo maneno ulioniambia hapa wenyewe mwanangu. So mimi nakaa naumiza kichwa, afu dakika mwisho kumbe umenipanga tu askari wangu. Sela, sasa mimi nitachambaje umbea askari wangu? Mimi nitaongea blokeni gani ambazo sio kwa za kweli mwanangu. Najua. Yaani mpaka dakika mwanangu unapopoteza muda anachombea sasa afadhali hata nikiwa ndiche mwanangu nakula hata mijani ndugu yangu. Mimi nakuelekezea mtoto wa kiume mwenzangu mwanangu take care. Rest lina change askari wangu. Baridi mwanangu hamna shida. Sema nini? Ubabe askari wangu mimi naingia zangu hivi ndiche. Unajua? Asomani. Ubabe. Baridi. Yule Mwasiti mimi anachukuliaje? Yaani anachukulia kama fala fulani hivi Yaani msikilize mchizi. Yaani kama kweli Mwasiti kazingua na anaendelea kuzingua. So mara kwanza wala mara pili inamuelekeza. Sema baridi. Pokea simu. Pokea simu. Alfanda. Pokea simu. Mambo yamesharibika huko. Pokea simu na kuomba jamani. Halo. Huko kumenuka. Kumevurugika huko na Luvanda. Sofia akaya jana kwangu. Yaani akaja akanitolea mambo ya ovyo, maneno ya kuogopesha. Kaongea maneno ambayo yaani mimi amenitisha. Mpaka amenijenga hofu. Isitoshe mimi kanitishia kwamba ana ushahidi. Yaani ushahidi mwingi kabisa. Sasa mimi naofia huo ushahidi gani? Ushahidi nikwambia kanambia ushahidi, anao ushahidi. Wewe mkuu muelewa basi. Unajua mtu nimepagaa hapa nilipo, umenielewa? Hivyo ushahidi wangu ndo akaja akaonesha ushahidi mimi nitakuwa mtu gani? Mwanuvanda, hebu nielewe. Unajua kaja kwa hasira huku. Kaja kwa hasira afu Isitoshe. Yaani kaja yaani ananogopesha, yaani anaambia maneno ambayo sio. Hebu niache bwana. Mimi nakwambia mambo ya maana afu unaniambia mambo mengine hata sielewi. Basi kuwa muelewa. Kuwa basi, wewe unajua mtu mzima.
Nini? Bwana usinivuruge bwana. Halo. Halo. Kitafanya nini kaka jamani? Mimi sijamwambia kate. Ndio mwanzo wa kuumbuka. Hivi nikisema nigombane na Sako kwa maisha haya nitaenda wapi? Nabidi nivumilie tu hivyo hivyo. Niache mikuku, miubwabwa, misupu asubuhi, miandazi, misoda. Lakini sasa nivumilie au niondoke? Wewe mzee Likunda nini bwana wewe? Hembu vumilia. Wewe mwanaume mzima unakataje tamaa? Wakata tamaa mwanamke anaomba talaka aondoke. Lakini mwanaume kaza, mwanangu, kaza, haya ndio maisha. Ukitoka hapo wewe maisha huna. Konde ko jitahidi kukaza. Likunda. Wena. Ben, Siku hizi nimeona bora nijigawe. Niwe na pacha wangu. Niwe nazungumza naye. Kwa sababu hapa nikisema niongee na mwagiwa maji. Nikisema niongee maana tishiwa mawe. Nikisema niongee natukanwa. Sasa nafanyaje mke wangu? Usijali mume wangu. Haya yote ni maisha, yatapita tu. Mtoto atatuelewa na maisha mengine yataendelea. Wewe ni wa kwangu na mimi ni wa kwako. Sidhani kama nina mawazo tena ya kutafuta mtu mwingine. Ili mradi tu umzoee milio mtoto. Sawa? Mimi nilikwambia mimi. Ukaniambiaje? Nikwambieje tena? Kwa hiyo mimi niendelee kubaki hapa niendelee. Wewe ni wa kwangu. Sasa nataka uondoke uende wapi? Utaniacha na nani? Ndio hapo ndio. Utaniacha na nani mimi? Ndio unaniua mimi. Naomba nivumilie mimi. Uishi na mimi. Nitakuwa mpweke. Mimi nitakufa mimi huyo. Hapana, ufi. Ukifa tunakufa wote. Akia Mungu mimi sitoki. Wala usijali, tuko pamoja. Nitavumilia mpaka nife hapa. Tufi. Tutaendelea, maisha yatakuwa mazuri na mambo yote yataenda sawa, sawa? Nashukuru mke wangu umenipendezesha. Maana yake bila wewe, sijui ningekuwa. Usijali. Ndakupendezesha zaidi ya hivi. Hii kitu gani bwana? Tavumilia hivyo hivyo, ndafanyaje? Mpaka tunanifia hapo hapo. Sondoki. Usijali. Uvumilivu ndio unaotakiwa. Mapenzi yote yanajengwa na uvumilivu. Nakupenda sana. Nakupenda zaidi. Asante. Nashukuru sana. Wewe. Kwa mnashikana kama hivyo. Vipi sasa hapo maskani Hadharani. Kuna msanii anakuja kuzindua hapa jukwaa. Kwani una shida gani mtoto? Shida gani vipi? Hapo nishamwambiaje huyu mfaza huyu? Umwambieje? Wewe shakwambia dingi wewe. Shakwambia mtu mzima ujue kipochi manyoya ujue hapa maskani sitaki kukukuta mpaka sasa unafanya nini dakika hii? Wewe unataka nikukosee radhi au unataka kitu gani? Kwa sababu unakuona hapo ulipo akili zako inaonekana kabisa tayari ushakosewa radhi. Je, nikikukosea radhi wewe mtoto kinachoendelea ni nini? Ni kufa au? Usitaki kutibua mashetani yangu. Na uwezo wa kukufuta kabisa katika akili zangu. Usimchezee huyu baba. Huyu ni baba yako. Ukinikuta naye huyu wewe unatakiwa upite uende ndani ukafanye mambo yako. Hayakuhusu. Mkubwa usilete dharau katika maya hii. Usilete madharau bi mkubwa, sawa? Hapo usiniambie swala kufa kulala makaburi matuta. Kashangaa makaburini watu wanapandwa lakini wao tunatisha mimi swala kufa. Wewe kipochi manyoya wewe mtu mzima na bichi boy tunamwenyewe tunakuja unakuwa kibenteni. Shinda kutafuta refu yako. Nisikilize. Sio kumwambia neno kama hilo huyu. Wa kumlaumu babako aliyeshindwa kuishi na mimi akakimbia. Umenielewa?
Kwa hiyo naomba umheshimu huyu. Nitakukosea au nikukosea razi wewe mtoto? Niambie nikukosea razi? Nimekuchoka tabia zako. Labda nikukosea razi uende mapolini huko ili usirudi tena hapa. Utuache tuishi na maisha yetu. Nataka kunikosea razi? Ndio. Vua. Afu uone kama mimi natafia kiutu uzima. Vua. Uone. Upo tayari? Vua. Unataka nini wewe? Mimi natafia nini? Yaani mimi siwezi kukubali eti katika maya hii ground ya Faza, unaona mjengo wa Faza huu. Tunanivulia mimi eti ndakukosea razi. Mimi bi mkubwa wewe dinge. Wewe nisha kuelekeza maskani hapa utoke mpaka dakika bado upo au sio? Tunachukuliana poa. Unataka kufanya nini? Sitaki kuona hapa mtaani. Sitaki kuona hata sura yako. Unachukulia poa sana maisha kweli. Unachukuliaje wewe Faza? Utaki kumuona unalala naye wewe? Mkalale huko. Na basha yako sio hapa. Nakwambia hivi, usiingilie maisha yetu. Umenielewa? Usiingilie maisha yetu. Nenda katafute maisha yako kwa umekushinda kama baba yako alivyoondoka. Umenielewa? Baba yako amemshinda maisha kaondoka. Na wewe kama amekushinda, ondokeni wote. Wewe nisingilie maisha yenu, mnataka na mjengo manake uondoke. Si ndio hivyo? Mjengo hauendi kokote. Tutaendelea kuishi hapa hapa. Wewe unamuelewa huyu amekuja vizuri, amekuja na mambo yake. Huyu kaja kimahaba na mimi. Unafikiri kaja kivipi huyu? Huyu kaja kuja kunistiri mimi kwa sababu babako kashindwa. Unataka aende wapi huyu? Wewe dingo, mimi utanipeleka jela maisha yako wewe, utanipeleka utuo, utanipeleka potolosto maandishi sister. Bi mkubwa, ona mtetea huyu bi mkubwa, maisha yako kweli unyo bi mkubwa. Unatakaje? Sema baridi maisha yako kweli ili timbuli aliishi na. Unaona uwanja huu. Wewe mzako utatimua vumbi hapa wewe. Utachimba bila jembe napokuelekeza. Labda mimi leo kesho nipotewe bado uendelee. Labda mimi sipo naye, lakini kama nipo na mimi hafanyi chochote. Au sio? Ndio. Baridi. Tutaoneshana sasa kati ya mimi na wewe. Nani sasa mlisi wa ile eneo ili tutaoneshana sasa. Ina maana unataka kushindana na mimi mamako? Mimi nashindana na wewe kwa sababu unaleta madharau utani. Wewe mtoto unataka kuniwa mimi na pressure, si ndio? Ndio na pressure wapi bwana bi mkubwa anakuelekeza kweli bwana. Ndio na pressure bwana. Watu wameshadondoka sana bwana mpaka leo 90 ngapi mpaka leo bwana hujadondoka wewe nani bwana? Wewe unafikiri mambo unanifanya? Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. Anza kuniambia umetoka wapi? Umetoka gengeni. Hivi Masiti, mimi unanichukuliaje? Sasa hilo swala la kuniuliza. Wewe si mume wangu? Sawa. Mbona unipe heshima kama mume? Sasa nataka nikupe heshima gani? Kwamba nimefika hapa nichukue mkono wako nikuingize huko ndani? Ama ni heshima gani nataka nikupe? Hivi unaweza kuniambia jana ulikuwa kichochoroni na mtu gani? Sijakuelewa vizuri. Umesemaje? Kichochoroni? Saa ngapi na lini na muda gani? Masiti, usinione fara mimi. Sawa? Usinione fara. Afu so unaniona kisa eti miili tunafanana, ukajua siwezi nikakufanya kitu chochote kile. Masiti, mimi mtu mbaya sana, nitakuharibu.
Sasa unataka kunijibu kwa kivipi? Maana hilo swali lako uloniuliza hata sijalifanya na sijui kama nimefanya, sikumbuki nimefanya lini. Yaani uje univuruge tu. Hivi kweli? Kwa hiyo unataka kuniambia watu wanakusingizia, si ndio? Haya, watu wanakusingizia. Unaweza kuniambia dukani umetoka kununua nini? Nisha kujibu. Nimetoka kununua nyanya. Unataka jibu gani hapo? Umetoka kununua nyanya, sawa. Wewe unajua mimi nyumbani nimerudi saa ngapi hapa? Hapa mtaani magenge hamna hapa. Hapa mtaani magenge hamna. Hivi wewe mwanaume, kwa hiyo ninavyoondokaga hapa kwenda kazini unaingiza wanawake wako, si ndio eh? Sophie, ndio nini kufanyana hivi? Nisikilize wewe mwanaume. Usinichukulie poa kama unavyonichukuliaga. Nitakuharibu sura yako sasa hivi. Yaani usitaki kunivuruga hiki kichwa changu. Yaani kila siku unazidi kuongeza matukio. Kwa hiyo wewe umeingiza mwanamke humu ndani. Tena umelala naye kwenye kitanda changu, si ndio? Ina maana kwa hiyo magenge huko genge kama mnyanya hamna. Kwa maduka mengine nisiende, si ndio? Nirudi nyumbani nitulie zangu. Si ndio unapotaka? Alafu unavyosema kwamba umenikuta kichochoroni. Saa ngapi? Au kuna maneno unapandikizwa wewe? Mbona unaambia wanakusingizia, si ndio? Wewe kuna maneno unapandikizwa ili wewe uje unipandikishe, unipige tugombane, wao ndo afurahi, si ndio? Hivi kwa nini unapenda kusikiliza maneno ya watu wewe? Masiti, sijawahi kukupiga hata siku hiyo. Hata siku moja sijawahi kukutia hata kibao Mwasiti. Ila uko napoelekea naona unanipanda kichwani. Haiwezekani ukanipiga bila kosa lolote. Mimi nakuuliza na nani wafu, yaani univamia tu unipiga kofi? Hivi mimi nitakuelewa kweli? Hata siku moja. Yaani unipige, nyanyua mkono wako. Nataka unyanyue mkono wako. Alafu utajua mbichi ipi, mbivu ipi. Wewe. Unamaanisha mimi siwezi nikakufanya chochote, si ndo maana yake? Nimekuuliza tu kistaarabu. Unaweza kuniambia yule mtu uliokuwa naye kichochoroni ni nani? Sasa ndo nakuuliza. Iko kichochoro nimekaa na nani? Na iko kichochoro wewe uliniona? Uliniona? Hebu nisikilize haya. Yaani huko nipotoka nishavurugwa. Alafu na sitaki usinivuruge ujue. Sitaki kuvurugwa na wewe. Umeelewa? Wapi Sofia? Unazungumza kitu sikifahamu. Mwanamke gani nimelala naye kwenye kitanda chako? Mwasiti. Jamani. Kwa hiyo Mwasiti ndo amekwambia yeye kwamba mimi nimelala naye? Anatafuta nini kwenye ndoa yetu Mwasiti huyu? Kwa hiyo wewe unataka kusema Mwasiti ni muongo? Hajaona wanaume huko wote nje wakusingizia hadi akusingizia wewe? Una nini wewe? Sophie, uma huo. Sophie, mpunguza hasira. Mpunguza hasira, hebu sikiliza. Mpunguza hasira. Ungekuja kistaarabu mke wangu. Sasa unamwaga chakula kama hiki, unamwaga ubwabwa maharage mke wangu. Na hakuna chakula kingine, ndio hichi kwa nategemea. Kumbe kwa kesi ya tuhuma za uongo kabisa. Okay, nakwambia kitu kimoja. Mwasiti mimi simfahamu na sijai kuwa naye wala sijai kushirikiana na mahusiano naye.
Sina kitendo chochote cha mapenzi na Mwasiti. Najiuliza tu kwa nini Mwasiti aweza kusubutu kusema uongo? Huo ni uongo anaoleta huo. Uongo mke wangu. Kwa sababu end of the day na kuheshimu. Hivi wanawake wangapi katika hii dunia mpaka nikachukua mwanamke wa jirani? Siwaoni. Sophie, punguza jazba mke wangu. Umenielewa? Unaweza kuniambia yule alokuvuruga ni nani? Yaani hasira zako huko una mabwana zako ulotoka unakuja kuniletea mimi. Wewe. Hivi haya mabwana unazungumza ni mabwana gani? Yaani wana muda tu unachukulia mimi ni malaya, si ndio? Si ndio yaani ndio unavyodhania. Yaani mimi nachukulia malaya sana, kila mwanaume ni wangu, si ndio? Swali dogo. Sawa bwana, swali dogo. Wewe usingekuwa malaya Mwasiti, nisingekuwa naletwa maneno mimi na watu. Sawa bwana, watu wanakufumania vichocholoni sehemu mbalimbali, anaona kufumania wewe. Wewe ni nani mpaka ufumaniwe wewe? Wewe ni nani? Umekuwa nani? Umekuwa rais, watu wanakufuatilia sana. Mpaka mtu ananiletea mimi neno. Sawa bwana, simjui, yani from nowhere tu tumekutana, nisimjui. Ananisimamisha. Afu isitoshe bora angekuwa mtoto wa kike. Sawa bwana, yule mwanaume mwenzangu, unataka kuniambia yule mwanaume anakutaka? Yaani from nowhere tu mtu atoke na huko simjui, anijui, anikute tu sehemu, anze kuniambia vile. Wewe nani mpaka kusingizie? Usinipande kichwani Mwasiti. Nakuomba. Ulichoambiwa siko. Na ulichoaminishwa pia sicho. Mimi ndo mmeo. Tazama mke wangu. Unaniona kwa macho, si ndio? Si ndio mimi mmeo? Mwaruvanda, si ndio? Niamini mimi unaniona kwa macho yako na kuhakikishia mpenzi wangu. Siwezi kuthubutu kamwe kukusaliti kwa jirani. Basi sawa, uweze kunisaliti mume wangu. Na mbona ukuniambia kuwa Mwasiti alikuja humu ndani na ukampa hela? Hilo namna kunificha. Okay. Sina chochote cha kusema zaidi ya kusema nisamehe mke wangu. Nisamehe. Inawezekana tia huruma yangu au ujinga wangu na umeniponza. Nisamehe mke wangu. Okay, una haki ya kufanya chochote kile. Lakini naomba uniamini kitu kimoja baby. Sina chochote kibaya mimi na Mwasiti. Na kile kosa. Nisamehe. Mwasiti amekuja hapa kweli, amelia shida yake kweli. Nimemsaidia kama human being. Na sikumsaidia Mwasiti. Nimemsaidia mume wake ambaye alikuwa anaumwa, sio Mwasiti. Kwa maelezo jinsi alivyoniambia shida zake, nikaona mimi niguswe na hicho kitu. Kama binadamu mke wangu, humanity ni kwa kila mtu. Nataka nikuulize tu. Hivi umenificha vitu vingapi hadi sasa? Sasa usilie baby, usilie mke wangu. Ni vitu vingapi? Naomba uniambie. Chaira. Basi. Nakupia. Wewe. Natumai kuna kitu kingine unachonificha. Hapana. Kama hiki kitu cha pesa ndio uweze kunificha. Hapana mke wangu. Naomba uniachie haya. Wewe. Naomba uniachie. Usiniambie nikuachie. Yaani umefanya kosa afu unaniambia nikuachie? Unasubutu kunisukuma? Yaya. Unasubutu kunisukuma kweli? Kweli? Sikia wewe. Sawa. Usinipandishe mashetani hata kidogo. Sawa? Usinipandishe mashetani hata kidogo. Hata kidogo nitakuzibua Mwasiti. Hapa nimekugusa tu. Kama umenichoka niambie. Nimekuchoka ndio. Umenichoka? Hey. Basi tuachane. Tuachane nakwambia. Hapana. Na kuahidi au na kuhakikishia mbele za Mungu hakuna chochote kingine ambacho mimi nakificha. Hakipo. Na kuahidi mpenzi wangu. Naomba nisikilize mimi. Okay. Baby. Hebu tulia. Sikia. Soka. Naomba niache bana.
Baby. Iko hivi mke wangu. Najua nimekukosea. Najua nimekukosea mpenzi wangu na sikupaswa kukuficha. Lakini imekuwa mpaka Mwasita mmoja kuhadisia yote hayo kwa sababu mimi nilimwambia kwamba nakupa pesa mara nyingi, siwezi kutoa pesa bila idhini ya mke wangu. Okay. Basi natosha. Sitaki tena kugeuzwa kuwa mjinga. Sitaki. Baby, sio mjinga lakini sijakugeuza hivyo. Mbona unanitumu vitu ambavyo sivyo? Nimekwambia mpenzi wangu kwamba okay, kosa ninalo kwamba mimi nimetoa pesa sijakushirikisha. Lakini sikutaka ujisikie vibaya, waze maswali uniulize kwa nini umempa pesa, ungenisubiri. No, alikuja analia. Alikuja amesema mwanaume wake amezidiwa. Aliniambia amezimia. Kwa hiyo malaria amepanda kichwani. Angechelewa mtoto yule mume angekuwa chizi. Unanitisha? Unanitisha tuachane Mwasiti? Tuachane ndiyo. Wala mwenyewe nishachoka nikukaa na wewe. Tuachane. Fresh tu. Unanitisha wewe vipi wewe? Sikiliza sasa sawa? Si umechoka kukaa na mimi, tuachane si ndio? Ngoja nikakuchukulie virago vyako ujichenge. Wewe vipi babu, usisumbue. Nita. Jichenge. Fresh. We nani? Mpaka nikufagilie. Sichanganye nakwambia hivyo. Sasa nikawaza mpenzi wangu, ule ni jirani yetu. Na ule mume bila stabila awe chizi tena itakuwaje? Nikajikuta huruma mpenzi wangu kama nimpe pesa tu ule mtu. Inakuwaje sasa Mwasita je kuhadisia wewe mpaka natuka migogoro hata kuvunja ndoa zetu? Kwa ina maana alikuja kuomba msaada kwa sababu avunje ndoa zetu. Au yule Mwasita alikuja kutugombanisha hapa ndio maana. Kwa ina maana mimi nimetumia kama ungwana na ustaarabu tu. Inakuwaje ile akuvute huko akwambia hizi siri zote? Na ameniambia kabisa mimi hii ni siri. Kwa nini ananiambia hii ni siri? Nafahamu fala Kwa hiyo Mwasiti anataka kunigombanisha mimi na mke wangu Ninavyompenda mke wangu na kumheshimu mke wangu, unanigombanisha naye Mwasiti Sawa. Utakuja na shida nyingine tena. Mke wangu nakuahidi. Ukinisamea hili, sintomsaidia mtu yote maishani mwangu. Na kwa pia Mungu mmoja. Lakini nikwambie kitu kimoja. Niambie baby. Umenifanya niwachukie wanaume wote duniani. Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind. But your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you waiting? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind. But
change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I know you're late, trying to read your mind. I can't read your mind. Change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. Yaya, mume wangu, mbona umekaa kimya hata unaongelesha chochote? Unataka niongee nini? Sasa mume wangu, najua nimekukosea. Nilikuwa na hasira pale, alafu na uliponiambia kwamba kuna mtu alikwambia mimi nilichocholewa na bwana. Sio kweli. Na ndio maana nilipaniki sana, nilikuwa najisikia vibaya sana. Niliumia, naomba nisamehe mume wangu. Nisamehe. Nikusamehe kwa kosa gani? Ni kwa kosa hili la kuondoka wewe hapa nyumbani au kuna kosa kubwa zaidi ya hili? Naelewa mume wangu, nimekukosea sana, ndio maana nimerudi. Naomba unisamehe, sina pa kwenda mimi. Unataka kuniambia umekosa sehemu za kwenda, kwa hiyo ungepata sehemu za kwenda hapo usingerudi, si ndio maana yake? Kumbe unamaanisha nini kusema umekosa sehemu za kwenda? Alafu unapoongea niache. Niachie. Siwezi nikakuachia mume wangu, mimi bado nakupenda. Siwezi kwenda kokote mimi, siwezi kuishi bila wewe. Sikilize baba, nisikilize. Nisikilize. Usinishike. Sawa? Usinishike. Hivi unataka nikusamehe? Unaweza kuniambia unaochiti naye ni nani? Mungu, usichiti na mtu yote. Siwezi nikakuchiti mimi. Naomba tu nisamehe mume wangu. Naomba msitarudia tena. Na siwezi nikakuchiti. Umenielewa vibaya. Nisikilize. Sawa. So umeniona mpaka unakaa hapa nimekuruhusu umeingia humu ndani ukaniona mimi fala, ni siwezi nikafanya chochote bila wewe, sawa? Mimi zako naweza kuishi vyovyote vile ninavyotaka mimi. Si unanielewa? Sasa umeingia humu ndani ukaona na mshikaji mimi sija flash, afu hii kesi haijaisha hata kidogo, ninakwambia hivyo. Sawa?
Humu ndani ukitaka tuishi kwa amani. Sawa? Tuelewane mimi na wewe. Mimi naomba tu kwa ustaarabu yani. Uniambie tu bwana mimi nachiti na mtu fulani. Humu ndani ndio kutakuwa na amani, lakini licha hivyo hakutokuwa na amani, mnakuhakikishia. Sawa, nakusamea. Niambie huyo unaichiti naye ni nani? Nichiti na mtu yoyote. Na mimi siwezi nikakuchiti. Nakupenda sana, unajua na mimi nakupenda. Kwa nini kuchiti? Sasa mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Kwani hapa ulivyokuwa unatoka ulijua unaenda wapi? Ulivyotoka hapa kwa jeuri ulikuwa unajua unaenda wapi? Nilikuwa sijui. Asa kumbe sasa hivi unaniambia unaenda wapi vipi? Sasa nisikilize. Hii kesi haijaisha. Sawa? Afu mimi nafanya upelelezi wangu. Light nikijua. I say nikijua. Utajua sasa kama mimi mwanaume au Mario kama unavyodhania. Sawa? Nachio. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love is paper thin, so why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. Omba mkate wa 500. Asante. Asante, karibu tena. Hai. Nakuja. Mwasiti. Wa Mwasiti. Mwasiti. Kwani kuna nini? Kuna nini? Pole shoga yangu. Nasikia umetikisa kiberiti kwa mumeo ukakuta kiberiti kimejaa. Naona umeamua kurudisha majeshi. Mbona kama sikuelewi? Mbona mafumbo? Kutikisa kiberiti kimekuaje? Saba mafumbo gani? Kwa mafumbo gani ninayokuongelesha wewe? Nimekwambia umetikisa kiberiti kwa mumeo. Mumeo naye kiberiti chake kimejaa. Full charge, full package. Ndugu akakutupia mabegi nje. Hiyo nani asiyojua hapa mtaani? Waje. Kama unavyojua Mungu dereva, bila nyendo sisi ni pandelio. Safi mwanangu. Sasa ushauri wako ule mwanangu, mimi nimefanyia kazi. Sawa bwana. Nimefuatilia fresh. Ila ngo nataka nisaidie kitu kimoja. Kitu gani unajua? Mimi nataka tu nitajie wewe mwanaume ni nani? Yupo nini askari wangu? Yaani kwa hivi maisha ya kibinadamu, yani umeshatafuniwa nyama afu umepewa niwe mchawi kumeza tu. Unajua. Yaani hapa akili kichwani kwako wewe. Naelewa. Nishakuoneshia njia yapo mchawi kupita. Unajua.
Yaani hapo ndio unatakiwa ufosi juu chini, yani wewe unatakiwa ndio mkamate. Yaani sio mimi tena nikufosie. Uongo askari wangu. Chekecha akili yako mwenyewe. Nasikia mwanangu, mimi nakuelewa. Sawa, mimi nakuelewa. Ila nilikuwa naomba unisaidie kama mwanaume mwenzio. Sawa bwana. Mimi kwa naomba unisaidie tu kama mwanaume mwenzio mwanangu. Kwa sababu unajua mwanangu, mapenzi yanauma. Mbona mapenzi yanauma kaka? Kila mtu anajua kuwa umetikisa kiberiti kwa mumeo na mumeo umebipu yeye akakupigia, kumbe alijaza chaji. Shoga, yamekushinda. Una pa kwenda, umeamua kurudisha majeshi Kwa mtu mzima ndio unajua kwamba mimi nilifukuzwa na mume wangu na nikarudi, si ndio? Sawa, kama mmejua haina shida. Pale kwa mume wangu lazima mimi nirudi. Ndo tushajua, kwa hiyo tunakupa pole. Kwa hiyo ulijijua una pa kwenda. Sasa kwa ajili gani ukadai kuondoka? Shoga yangu, pale kweli kunaitwa mtarudi. Umejizungusha, umeamua kurudi hapo hapo. Pole shoga yangu. Tuachane na hayo. Naomba tuendelee tulipoishia. Mwasiti, naomba uniambie ukweli. Kwa nini hutaki kuniambia ukweli? Ukweli gani ambao unataka nikwambie? Si nishakwambia kwamba sitembee na mume wako na sina mahusiano yoyote na mume wako. Kipi unataka nikwambie? Mwasiti, mimi ni mwanamke mwenzio. Bora hapa uniambie tuko wawili tu. Hamna mtu wa pembeni yoyote atakayesikia. Na hata ukiniambia ukweli, ili jambo litaisha kimya kimya kuliko kuendelea kunificha. Mimi kwa naomba tu unisaidie. Au sio? Sasa unataka nikusaidie nini? Maisha kweli si unajua, sema baridi. Udorodoro upo, vichenchi. Uswera mwanangu, mimi kwa sasa hivi hapa sielewi. Mbona yani kuswera sasa hivi mwanangu sielewi kabisa. Kwa sababu gani nakwambia sielewi? Mimi mwanamuziki, naimba muziki. Sawa bwana. Kwa sasa hivi mimi yani hali yangu bado hajakaa sawa kaka. Ila wewe nisaidie. Yaani ukishanisaidia tu. Sawa bwana. Mimi nitakuwa nakurusha mwanangu. Mwanangu wewe mzee kusimama jukwani. Mwanangu. Bongo Flava singeli mwanangu unadondoka nayo. Mimi naimba sana singeli. Ndo mimi mbaga na MCs wewe mwanangu. Hamna, sijafika level hizo kaka. Hebu kama hujafika askari wangu, mimi utanisaidia nini askari wangu? Wewe mchewa hapo wenyewe posiposi hivyo, kama vipi nipukutishe namna gani vipi? Mimi niweze kusaidia. Wewe mwenyewe hata hujafika mwanangu, mimi utanisaidia nini? Mimi utanipa nini sasa mshikaji wangu? Mwasiti, ujue mume wa mtu anauma. Nadhani hilo unalijua. Mimi sina jibu. Na nilishakwambia kwamba sitembee na mume wako. Sasa unataka nikujibu nini hapa? Unataka nikwambie kitu gani ambacho wewe ukielewi? Sitembee na mume wako na mimi na mume wangu. Siwezi nikamfuata mume wa mtu nikatembea naye. Nataka nini kwake? Mwasiti, ni kile kitu ambacho hana mmeo, ambacho umekikosa kwa mume wako ukaamua ukifate kwa mume wangu. Nisikilize Mwasiti. Endelea kukaza shingo yako hivyo hivyo. Mwisho wa siku hiyo shingo itakatika kabisa. Alafu tutaona jeuli lako liko wapi. Hivi, wewe ni mtu wa aina gani? Au ni mwanamke wa aina gani usiokuwa na utu hata heshima wewe? Hivi kweli wewe leo kunifanyia mambo haya? Mtu ambaye nimekuweka karibu na mimi, ambaye nakuona kama mdogo wangu. Lakini huu ndo wema wako na hizi ndo fadhila zako unazonirudishia sasa hivi. Wewe mtemboje naacha mambo yangu kibao kwa sababu ya kukusaidia wewe mwanangu. Unajua. Mimi utanipa nini? Kaka. Mimi cha kukupa service. Sawa bwana, ila nakuahidi. Sawa bwana. Yaani ukinishanifanikishia tu jambo langu. Ama mambo ya hela mbona hapo kaka? Sawa, mimi siku nikipata nitakukinda, hamna shida. Au sio? Ila kwenye kukurusha lazima. Sema baridi hapo maisha ya kweli. Unajua nisaidie kama mwanaume mwenzio. Baridi imeshaeleweka, imeshafika kwa pontawa hapa. Unajua wewe ukubwa dua. Unajua Mungu na masela. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Au sio? Mimi nilikuwa naingia hivi juu hivi nikasema ngoja anga nipite pale. Kuna siku nilikuona hapa. Nikasema ngoja ngamwangalie labda ndo mtaani. Hapa mimi ndo maskani hapa. Unajua yani mimi kokote natamba uwanja huu wa kwangu mimi. Baridi basi mwanangu, acha mimi niwahi juu.
Baridi ndugu yangu, tunajua kikubwa dua. Tutasomana basi. Mungu dereva bila nyendo sisi hapa. Poa, hamna noma. Ubabi. Sasa Mwasiti, endelea hivyo hivyo, ila kumbuka, mficha malazi kifo mumbua. Endelea kunyamaza hivyo hivyo, lakini ukweli ukijulikana, Mwasiti, nikifanya uchunguzi wangu nikabaini kitu ninachokihisi ni kweli, basi jiandae kwa adhabu yako.